Naam, Rais William Ruto amewaonya baadhi ya Wakenya wanaosema wanaeneza uongo na uvumi kuhusu sheria mpya kudhibiti utumizi wa mitandao. Rais akisema kwamba sheria hiyo inalenga kuzuia ugaidi, mahubiri potovu na mitandao ya ngono humu nchini. Akizungumza kaunti ya Laikipia, Rais Ruto aidha alikanusha madai kwamba alitia saini mswada huo licha ya taifa kuwa kwenye maombolezo ya aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Odinga. Emmanuel Too anaarifu. Mazishi ya mzee Weston Kirocho, babake Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja, ilitoa jukwaa maalum kwa Rais William Ruto kuvunja kimya chake kuhusu sheria mpya ya kudhibiti mitandao ambayo imeibua tumbo joto miongoni mwa Wakenya. Pamoja na wewe. Rais Ruto akirejelea matukio ya wiki iliyopita alipotia saini sheria hiyo katika ikulu ya Nairobi, saa chache tu kabla ya kutangazia taifa tanzia ya aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Amolo Odinga. Mimi niliamuka on Wednesday. Mimi nikiwa na kwa sababu hiyo ndio ilikuwa kazi yangu ya siku hiyo. Na ni kazi ya kikatiba. Bahati mbaya tukapoteza waziri wetu mkuu wa zamani. Lakini tayari nilikuwa ofisini kwa hiyo kazi. Hata nilikuwa nimevaa shati, nilikuwa naenda Ukambani kwa mambo ya barabara. Rais Ruto akitetea mabadiliko matatu ndani ya sheria hiyo ya mwaka 2024, akisema inalenga kuwalinda Wakenya na kunadhifisha mitandao. Maneno ya religious extremism, ile ambayo inatuletea hasara kama ile tulipata kule Shakahola, lazima tuzuie. Vijana wetu wanaangaishwa. They are being terrorized kule kwa social media na mambo machafu, mambo ya usherati. Mahakama ilitia breki sheria hiyo Jumatano hadi kesi hiyo itakaposikizwa, baadhi ya walalamishi wakisema inakandamiza haki za kidemokrasia. Hakuna kitu ya kuficha, hakuna kitu ya giza, hakuna kitu inafanywa usiku. Wawachane na porojo, wawache misinformation, wawache disinformation. Let us speak what is right. The provisions of Section 27, which I saw even a judge of the High Court yesterday being misled by the culture of misinformation to suspend, were assented to by President Uhuru Kenyatta in 2018. Viongozi hao pia wakikashifu matamshi ya gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga kana kufurahia kifo cha Odinga. Nataka niwaombe watu wa upande huu kwamba tushirikiane, tufanye kazi ya huyu IG kwa rais, kuhakikisha kwamba siasa zetu ni ya kuunganisha, sio ya kutenganisha. Mzee Kirocho aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 85. Alikumbukwa kwa mchango wake kwa familia na jamii. He has left a family that is stable, a family that is forward looking, and a family that knows those values that we must keep on forging forward. Emmanuel Too, runinga ya Citizen.